إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya muda mfupi tu hapa tutapitisha akdi ya nikah, mkataba wa ndoa ambao ni katika mikataba muhimu sana kwenye sheria ya Kiislamu. Mkataba huu Uislamu umeufafanua vizuri sana kupitia Al-Qur'an Al-Karim, kitabu kitukufu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa aya nyingi tu katika sura mbalimbali, kadhalika kupitia maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake yote kwa ujumla, maneno yake, vitendo vyake na yale aliyoyashuhudia yakifanyika wakati wake akayanyamazia. Kuna mafundisho mengi yanayofungamana na jambo hili. Wanazuoni wa Kiislamu waliyakusanya mafundisho haya wakayaweka pamoja kwenye vitabu vya sheria ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukisoma katika vitabu vya sheria au sheria ya Kiislamu, fiqh ya Kiislamu, utasoma mambo ya ibada yote. Ukiyakamilisha utasoma mikataba ya miamala mbalimbali, lakini hutamaliza mpaka utafika katika mikataba ya ndoa. Utaona namna wanazuoni walivyoyafafanua mambo haya. Yamefanyika yote haya tulieleza kwa sababu ya umuhimu wa jambo hili. Jambo hili halifanyiki kiholela. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sheria nyingi sana, lakini miongoni mwa sheria hizo ni masharti na nguzo za ndoa. Ndoa ina nguzo zake. Ili itimie, basi nguzo hizo ziwepo. Zikikosekana, mkataba wa ndoa unakuwa ni batili, hautafaa. Miongoni mwa nguzo hizo ni kuwepo kwa muoaji, yani mume awepo, awe na ahliya ya kuoa, awe anastahiki kuwa kwa mume awepo. Lakini nguzo nyingine awepo muolewaji, mke. Nguzo nyingine lazima kuwe na wali, muozeshaji, ambaye wali wa kwanza anakuwa ni baba mzazi. Wanatajwa mawali pale wengi tu, lakini namba moja anakuwa ni baba mzazi. Ana sifa zake na masharti yamewekwa ili awe wali huyo baba mzazi. Katika masharti yake yametajwa pale, miongoni mwa hayo awe Muislamu,
Kwa kama baba si Muislamu hawezi kuozesha, hata kama mtoto kamzaa mwenyewe. Lakini pia awe muadilifu, asiwe fasiki, ufasiki wa wazi yani. Kwa hiyo kama akiwa ni fasiki wa wazi wazi kabisa, amekosa sifa. Lakini pia awe na akili timamu. Kama akiwa ni mwenda wazimu, ana matatizo ya akili, hawezi kuozesha. Tutahamisha nafasi hiyo kupeleka kwa anayefuata. Anayefuatia ni babu aliyemzaa baba. Mzingatie sana hilo. Babu aliyemzaa baba, sio babu mzaa mama. Babu mzaa mama hawezi kuwa wali. Kwa akitoka baba anakwenda kwa babu. Nafasi hii ya ubaba inakwenda mbali zaidi, mpaka kwa baba yake babu yake baba yake babu wa babu, hivyo kuna mpaka juu. Kama wapo basi hiyo nafasi ni yao, wanapewa hiyo. Wanasema ni ile asli. Maelezo haya nikiyataja yatakuwa ni marefu sana, lakini uwalii unakwenda ukikosekana hapo. Wali anaweza kuwa ni kaka, baba mmoja mama mmoja, kaka wake binti, baba mmoja mama mmoja. Hawa wanaweza wakawa wako wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mmoja katika hao anaweza akawa wali, maadamu ana sifa zilizotajwa, masharti ambayo yametimia, anaweza kuwa wali akamuozesha. Pia wana nguvu zao hawa. Je, baba uwali wake ni sawa na wali wa kaka? La, kwa sababu baba anaweza kumuozesha binti yake hata akiwa mdogo, kwa sababu inaitwa alwaliyul mujbir. Kaka hapana. Sitaki kufafanua zaidi katika mambo hayo, maneno yatakuwa marefu. Lakini anayefuatia ni kaka, baba mmoja mama mmoja. Akikosekana kaka baba mmoja mama mmoja, basi yuko kaka baba mmoja, nafasi hiyo pia anapewa. Alafu kuna ammi, yani ndugu yake baba wa kiume, kwa maana baba mkubwa au baba mdogo, lakini baba mmoja mama mmoja na baba, atapewa nafasi hiyo. Au kama hayupo huyo, basi ammi ambaye ni baba mdogo baba mkubwa, baba mmoja na baba, nafasi hiyo anayo. Mawali wakitajwa utakuta msururu wao ni mrefu mpaka tutafika kwa ibnu ammi, kama huyu bwana hapa, yani kaka yake muolewaji, lakini mtoto baba mkubwa au baba mdogo anaweza kuwa wali. Lakini baba mkubwa baba mdogo ambaye ni baba mmoja mama mmoja na baba, au baba mmoja tu. Sasa hao wakiwepo, kama baba mwenyewe yupo, huyu hawezi kuwa wali. Mnaelewa? Babu yupo, huyu hawezi kuwa wali kisheria. Lazima hawa watu wasiwepo, ndio itakuja mpaka itafika kwa huyu kwamba sasa wewe una mamlaka ya kuozesha. Vinginevyo itakuwa ni wakala, wasia. Baba anaweza kusema kwamba akampa mtu yote, bwana, nafasi yangu nakupa mtu fulani, hebu kaniwakilishe. Kwa hiyo pingine huyu bwana amepewa wakala sasa hivi kuja kuozesha, lakini nimemuuliza hapo itakuwa kapewa wakala, lakini hawezi kuwa wali maadamu baba yupo. Kwa hiyo huyu ni wakala wa baba. Ili jambo mtakiwa mlizingatie sana, kwa sababu ukienda kuoa mahali ukaozeshwa na wali ambaye siye, hakuna ndoa hapo. Wewe nani? Mimi unajua yule ni babangu, si mjomba, si ilikuwaje? Sasa babangu na yule atoa maelezo mengi wakati wali mwenyewe yupo. Na sisi tunaweza kupuuza kwamba kwa sababu watu washakuja, sasa itakuwaje? Basi tulimalize ile jambo. Hatuwezi kumaliza mambo wakati sheria imetuwekea utaratibu. Mimi ninachokinasihi kwenu, hebu tusomeni dini yetu, hasa katika mambo ya msingi kama haya yanayotugusa katika kila wakati. Maana unaweza kwenda ukaoa mahali alafu ukawa umeozeshwa sivyo, ukaishi na mwanamke
kumbe bado hujamuoa, kwa kuwa hakuna masharti haya ya kutimia, vigezo hakuna vya kisheria. Lakini kwa huko mtaani sherehe na nini tayari umeshaoa, kumbe hujaoa. Nini? Kwa sababu ya kutokujua. Tumeelewana jamani? Kwa dini inatakiwa kufuatiliwa kujua huyu nani, nafasi anayo au hana. Mashekhe wanaotaka kuozesha na waalimu, haya mambo lazima wayazingatie. Na nyinyi kwa sababu mnasoma hapa, hivi vitu lazima mzingatie. Si kwambia wewe endelea tu, niendelee mimi kwa mnasaba upi? Unanipa uwakala au kwa sababu nimeweza kusoma khutbatul haja, nimesoma aya basi niozeshe tu? Mimi sina mamlaka. Na kwa wale wanawake ambao hawana mawalii, kwa kuwa wazazi wao wamefariki au wamezaliwa nje ya ndoa na baba hakumtambua yule mtoto, basi wale waliopewa vibali na serikali vya kuozesha, makadhi na mashekhe mbalimbali ambao wana vibali vya kiserikali, serikali imewapa mamlaka ya kuozesha, wanakuwa ni mawalii, wanakuwa ni walii kwa niaba ya sultani, kwa ataozesha yeye. Na wanawake wa namna hii katika mitaa yetu ni wengi. Kwa hili jambo pia lazima lifahamike. Tumeelewana? Haya basi, sisi turudi katika jambo letu, tusirefushe maneno mengi. Lakini katika nasaha ambazo nitakumnasihi kijana wetu Abdullah hapa, hili ni jambo la ndoa. Unaingia ukubwani sasa, ujue kwamba kuna sheria zitakulazimu wewe. Ule ubinafsi uliokuwa nao kwamba mimi tu, ushaujivua nao, umevaa koti la utu uzima sasa, kwa kuwa una masuhulia na majukumu ya mke. Kwa hiyo watakiwa uishi vizuri na mkeo, watakiwa umtazame mke wako. Katika sheria ya Kiislamu, kusoma vitabu vya fiqh nakwambia ni wajibu mke kumpa nafaka. Kuna mlango wa nafakati, posho, na imekadiriwa kwamba kiasi fulani, kile kiasi kitakachomtosha kila siku. Ikipita siku hujampa, kesho yake deni lile madaiwa. Una shilingi 5,000 hii 5,000 hii yamtosha mke wangu tu, lakini baba pia naye hajakula. Hii 5,000 hii mpe mke wako, ndio wa kwanza kabisa. Kisoma mtu wa kwanza kumpa posho nani? Mke. Alafu katafute nyingine umpe babako sasa na mamako. Umefahamu? Lakini mtu wa kwanza kabisa, na hawa hawana deni. Kwa mfano wewe ndio usimamie wazazi wako na mkeo. Mke kama siku yake ukumpa deni, lakini kama baba leo ulikosa, kesho yake ukampa kesho, ile jana sio deni, shapita hiyo. Hivyo hivyo mama na wengine, kuonyesha kwamba mke amepewa nafasi kubwa katika mambo ya matumizi. Hakikisha kwamba halali na njaa. Lala na njaa wewe, yeye asilale na njaa. Na kama atalala na njaa kwa kuwa hukupata, umehangaika, basi ni deni. Kama ni mwezi, imefika wakati ameshindwa kuvumilia njaa, ana uwezo wa kwenda kushtaki kwa kadhi, ndoa ikavunjwa kwa sababu ya njaa tu. Nini? Mimi siwezi kuishi maisha haya, mimi sili. Basi wewe umeshindwa kumhudumia mke. Kwa maana nataka kusema tayari una masuhulia ya kufanya kazi na kutafuta kipato cha kumlisha na kumvisha mke wako na kumpa maskani. Umenielewa? Nikisema posho haina maana kwamba lazima kila siku umpe pesa, lakini kwamba kila siku uhakikisha amekula. Umenielewa? Uwezo wako ni milo mingapi, hayo ni masuala mengine. Sio lazima asubuhi, mchana, kila siku amekula. Kwa urfu ya mji wenu na mahali kwenu, kwamba nyinyi kula mwala mara ngapi, mwala nini. Sio kwamba unataka huko tafuta maembe mletea, haya kula hayo. Hapo mjini mwala nini? Hicho ndio kinachozingatiwa. Kwa hiyo vijana watakiwa mjipange katika jambo hili. Mjipange katika jambo la ndoa, sio jambo la kukurupuka, lakini mjue kuna haki za watu ambazo mtakwenda kuulizwa siku ya Kiyama.